Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe mpenzi msikilizaji wa Radio Kivu, na ukaribisha kuweza kusikiliza taarifa zetu za habari za siku ya leo. Uchambuzi ambao unagubikwa na ukurasa wa habari muhimu leo hii, uchambuzi wa habari toka waandishi wetu mbalimbali, makala ya michezo na burudani pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Msomaji wako wa siku ni Teomari Makelele Uzile. Safari Alimasidilo anashikilia vyema dawati la mitambo. Nasema tuambatane kwa pamoja mwanzo hadi tamati. Kama kawaida ya Radio Kivu, kabla kuingia kwa undani wa uchambuzi wetu wa habari zenyewe kwa kina, unakuwa unapata fursa ya habari muhimu. Mchumbe wa mkulima na Fatuma na za leo. Shukrani sana Omari Makelele Ozil. Habari muhimu katika siku ya leo, acha tuanze na habari za uko Uvira. Ni kwamba kuchunguza kwa pamoja juu ya matokeo ya miaka 7 sasa tangu Uvira kuwa mji ndiyo ilikuwa lengo kuu ya mkutano ulioandaliwa na kitengo cha vijana, kikao ambacho pia kimeshirikisha watu wa tabaka mbalimbali siku ya 3 ya wiki tunayo mjini Uvira. Tuangazie pia huko Kamituga. Ni kwamba shirika la raia usikalo na haki za kibinadamu BDH tawi la Mwenga Kamituga limeomba kwa vyombo vya usalama kuvalia njuga swala la raia kuingiliwa kila mara ndani ya nyumba zao usiku na watu wenye kumiliki silaha kinyume cha taratibu. Tutamatishe habari muhimu na habari hizi za kitaifa. Ni kwamba ndege zisizo na rubani zimeshambulia katika mji wa Goma, jimboni Kivu Kaskazini, na kusababisha vifo vya watu 3 akiwemo mfanyakazi mmoja wa shirika la kimataifa la UNICEF. Kwa jambo hilo, nchi ya Ufaransa na Ubelgiji zimelaani pakubwa kitendo hicho. Safari Dilo Alimasi, ripoti yake itangazia zaidi kutokana na habari hizi. Omari Makelele Ozil naweka nukta kwa habari muhimu. Asante sana mchumbe wa mkulima na Fatuma kwa ukurasa wako habari muhimu. Tujikite ndani ya uchambuzi wetu wa habari zenyewe kwa kina, tukianzia katika mji wa Baraka. Ni kwamba meya kwa muda wa mji wa Baraka Bi Marie Mukanja Swaze ametoa msaada wa bati 50 kwa kamati ya soko la serikali JETEM ili kusaidia katika kazi za ujenzi ya vibanda ndani ya soko hilo, harakati ambazo zimefanyika wiki tunayo. Kwenye mazungumzo nasi, namba moja huyo kwa muda wa mji wa Baraka amesema msaada huo umetolewa baada ya kuona namna wanaoendesha kazi zao ndani ya soko hilo kusumbuliwa na mvua pamoja na jua. Bi Marie Mukanja Swaze, meya kwa muda wa mji wa Baraka, anaeleza. Nilifika pale kusoko ya JETEM, ilikuwa ni juu ya kwenda kuangalia, juu tulidepesha kama ekipe mule ya kwenda kuribanize ile soko, kuipanga nafasi na ionekane sura kama ni soko. Na njoo nilipenda sana mimi depuis nilipesha ile ekipe, nilikuwa siafa de sante ama. Na njoo nilifika msoko, atuka nikaaprecier, walitumika sawa na wanaendelea mzuri. Kaona wazo ke batu mvule kwa nanyesha na ba mabunga na bibiko wanaroana. Mkutendo yangu mule nikakia pata nyingine wazo kusema faleni watafutie manjanja. Donc nilifika pale nikauza 50 tol, nikapatia wale ba mama juu ya tunaangalia gisi excellence wetu vice gouverneur alitengeneza ile ni maangare pale. Ifasi sasa na shie huku tutie na shie manjanja, malgré hatutakuwa na uwezo sasa gisi alitengeneza ile maangare, mimi nafuta fabricate maangare ya kutuma bale ba mama basi teseke na jua na mvula. Tujilekeze kule katika mji jirani wa Uvira. Ni kwamba kuchunguza kwa pamoja juu ya matokeo ya miaka 7 sasa tangu Uvira uwe mji, yani bila, ndiyo ilikuwa lengo kuu la mkutano ulioandaliwa na kitengo cha vijana, kikao ambacho pia kimeshirikisha watu wa tabaka mbalimbali siku ya 3 ya wiki tunayo mjini Uvira. Kwake mwanasheria Chako Changu Bon Ane, moja kati ya walioshiriki kwenye mjadala huu, ametoa hapa maelezo juu ya kikao hicho. Kamati ya vijana ya kata la Mulongwe ndio wenyewe waliorganize activite inayoitwa table ronde populaire pour évaluation des 7 ans de la mairie d'Uvira, kuchunguza kazi za mairie ya Uvira mnamo miaka 7. Chief Kabambi ni kuwa meya wa jiji apane makazi ambayo ameshaifanya mwa hii miaka 7, na vijana pia wapane avantage mbalimbali ambazo wameisha pata mwa hii miaka 7,
lakini pia societe civile iseme priorite gani kwa hii miaka 3 ambayo inakuja juu ya vile ya Uvira. Meri imejiborne sana kwanza ya kuinstale meri mwingine, na meri imefanya kazi, biro zote zimekuwa. Amesema kwamba diplomasi yao imetosha matunda mazuri. Meri iko na relation nzuri pamoja na wapartenere mbalimbali, wawe maoni masosiete civile kategori mbalimbali za kiraia ama maparti politiki. Imesema kwamba imemobilize pesa kila mwezi ambazo hazitambuki $10,000 na imefanya kazi mingi na hizo pesa, ikiwemo pesa za kulipa mishahara, pesa za fonctionnement, hata pia pesa za investissement. Imesema kwamba projet kubwa walikuwa wako nayo ilikuwa ni ile ya kutengeneza nyumba ama hotel de ville, nyumba kubwa ya ghorofa kwa ajili ya hotel de ville ya meri ya Uvira. Malheureusement vita imeharibu vitu vyote na kufanya kwamba vile ya Uvira imerudi kabisa nyuma sana, na kama vile inaanza kuzero. Hiyo ndiyo meri imesema, na ikiomba kwamba raia waamke ili kwamba watumiki kwa faida ya vile, wakishirikiana na viongozi wawili ambao wako katika meri ya Uvira kwa faida ya maendeleo, usalama na amani ya mwingine. Hiyo ndiyo meri imesema leo kwenye kikao hicho cha raia ya mazungumzo. Aiza, kuhusu mtazamo wa mashirika ya kiraia baada ya ripoti hiyo ndefu iliyotolewa nayo meya ya mji wa Uvira, Chako Changu Bone Ane hajibu mara tena. Ile upande wao kwanza wamesema kwamba wilaya ya meri iko zero sababu hakuna maendeleo hata moja, hakuna certificate, na wakatoa recommendation kwamba kwa hii mwaka 2026 iwe muda ya meri kufikiria kwa ajili ya malengo makubwa ambayo watajifikia mwa hii miaka 3 ili kwamba mabadiliko yaonekane. Ya pili, vile imesema kwamba umeri kuna makonflikti ya kabila na inabidi wamalize hayo makonflikti kwa sababu yanaanzia kumeri yanashuka mu makartie yaenda mtumite na mwingine na haribika. Salama na amani mwingine ambayo ndo chanzo cha maendeleo na kila kitu mwingine. Ndio marekomendation makubwa ambayo umedani civil. Hizo kauli za kusema bila ya meri iko zero kabisa kwa hiyo miaka 7, na pia kunakuwa na swala la ukabila kwenye uongozi wa meri. Wewe kama moja kati ya malida wa mji wa Uvira, hizo allegations ziko fondé au namna gani? Ni kweli kwamba imejulikana na kila mtu, labda kwa wale wenye hawakai mwingine, mamefiance entre maire wa jiji na maire adjoint zinakuwa, na hizo mefiance ziko wako na kila mtu anazishuhudia, na hiyo inatuma kwamba mambo hayaendeki sawa mnamo vile ya Uvira, na yenye tu inasababisha hiyo mambo ni kila mtu position mapolitiki zake na mafaida zake, ambapo raia ijipati kabisa. Cha kufanya kwamba tabia mbaya tuzimalize, tuangalie mapya ya kufanya kwa faida ya mwingine na raia pia ya Uvira. Tujielekeze kule katika mji wa Kamituga. Ni kwamba shirika la raia husika na haki za binadamu BDH tawi la Mwenga Kamituga laomba kwa vyombo vya usalama kuvalia njuga swala la raia kuingiliwa kila mara ndani ya nyumba usiku na watu wenye kumiliki silaha kinyume cha sheria. Udhibitisho ni wake Bwana Wisoba wa Kilongo Fiston, mratibu wa shirika la raia BDH, ambaye ameonesha kuwa vyombo vya usalama vichukulie swala la usalama mdogo pa Kamituga kuwa dharura, kwani wahanga ni raia wasio na hatia yoyote, kama alivyohakikisha habari hii. Paraporo na mainsekirite, siku hizi wezi wanapamba moto, wezi wenye kushikilia silaha. Jana ma 16h comme ça alidana mwizi mmoja malitante kuiba watu maeneo ya kule Kalingi. Population ikatafuta kumalizia maisha, akaokolewa na wa polisi, na ikaleta vurugu kati ya polisi na population parce que population alikuwa na nia afanye justice populaire, na ikapelekea wa polisi kureagir na sasa kwa kusambaza watu. Donc mambo ambayo inapamba moto kwa siku hizi ni wizi, watu wenye kushikilia silaha. Kama gisi mnavyoona inatokana na
insuffisance effective ya mabalema ya FARDC na polisi, au namna gani selo analize mnafanya sur le terrain? Hiyo mambo haitokani na upungufu ya majeshi, kwa sababu siku za usoni hapa tulipokea majeshi kutoka Kisangani walikuja kueneza effective, ila inatokana na wingi wa silaha ambayo haiko controle, iko na registre. Unajua kama na hii wengi wanaprofite kuja kugandamiza raia. Systeme ya kuankadre wazalendo juu ya kuidentifie le vrai et le faux wazalendo hazijaanza huko Kamituga bado. Naanza nilikwambia pia bwana Mwarimu kama Kamituga inaonelewaka tu na ya mingi. Kamituga na Mwenga inaanzaka nyingine swate Mwenga na Kamituga alitafika swate bila retare sana, na ile retare na koze makonsekanse ya mingi. Tubaki tu katika jimbo hili la Kivu ya Kusini kule Minova, ni kwamba shirika la raia ndani ya senta ya Minova limesema kupitia kiongozi wake ya kwamba hawajafurahishwa na kitendo cha serikali kuomba pesa 15,000 pesa za Kongo kwa wanafunzi na ambazo sio halali. Kwa jambo hilo waomba wazazi kuwa makini wakati wa kulipa pesa za shule. Sadiki Jije ni kiongozi wa shirika la raia pa Minova, amepongeza wazazi kuwa na tabia ya kujulisha viongozi kile ambacho akiendeki sawa mashuleni. Pesa zisizo halali ziliweza kulombwa ndani ya shule zimoja ndani ya subdivision Kalehe 1. Serikali ililomba 15,000 francs kwa watoto wa somo la msingi ama wa 8e annee, walilomba 15,000 francs na 4e annee. Masemi zimoja zinasema 36,000 francs, lakini wengi walienda kinyume ya sheria hiyo ama kanuni hiyo, wakaomba zaidi. Viongozi wa moja walomba 18,000 francs ulia 15,000 francs, wengine walomba 20,000 francs ulia 15,000 francs. Hata wengine walomba 20,000 francs comme frais d'animation ya maseansi na vainspecteur ama mapokezi ya vainspecteur, ce qui est anormal. Ndio maana tunaomba kwa wakaaji, tunaomba komite de parents, komite d'élèves na wengine kuwa makini na kuweza kujulisha wakuu viongozi hali hiyo ambayo inakiuka haki za wanafunzi hata za wazazi. Tunashukuru wanasu provede wa Kalehe ambaye alikamata azimio ya kukataza upokeaji wa pesa zisizo halali, yani interdiction ya mafrais légaux. Pia tunaencourager wazazi, comité de parents na comité d'élèves hata notabilité kudenoncer, kujulisha wakuu viongozi hali ambazo haziko kawaida. Pia waweze kuungana mkono sababu hali ya maisha inakuwa ngumu. Kama kisi unavyosikia upande wa pili tayari kipenga kimelia kwa ajili ya habari za michezo, na muona Isaac Mlucha Shivya misogea. Lakini kabla ya kukupatia fursa Isaac, nikumbushe watu wa habari kuu ni kwamba kiongozi wa Dese Urafiki amealika wa mafanzi wote pamoja na wanasoka wote wa mji wa Baraka kuhudhuria kwenye kazi za pamoja zitakazofanyika ndani ya uwanja wa Maendeleo kwa ajili ya kuendeleza soka ya Baraka. Na kule barani Ulaya kama jinsi mnavyofahamu, City wanakaribishwa kule Uhispania dhidi ya Real Madrid kunako ligi ya mabingwa. Isake, karibu sasa. Barabara kabisa mpenzi msikilizaji kwenye kurasa wa habari za michezo. Tuanzie hapa mjini Baraka ambako kazi za pamoja maarufu salongo zinapangwa kufanyika Jumamosi ya wiki tunayo ndani ya uwanja wa Maendeleo. Kupitia kazi hizo, mwenyekiti wa klabu ya Dese Urafiki mjini Baraka Safari Kade amealika wanasoka wote hasa mafans wa Dese Urafiki kufika kwa wingi kwenye kazi hizo wakiwa na vifaa vya kazi ili kusafisha uwanja huo wa Maendeleo. Safari Kade amezungumza nasi. Vraiment ni kitu kizuri sana, na alika wanasoka wote wa Baraka tena wa mambo wa Dese Urafiki waje wengi hiyo siku ya posho na saa 1 kusudi tufanye usaa longo special katika uwanja wetu na watoto wetu wako napata nafasi ya kuchezea kabumbu. Alikuwa ni Safari Kade, mwenyekiti wa klabu ya Dese Urafiki. Sasa kwenye ligi kuu hapa nchini Linafoot ni kwamba Madhembe waliwalaza kizembe kabisa US Panda mabao 3-0. Vijana hawa wakatoka wametepeta kwenye uwanja wa Kamalondo. Tukiwa tu hapa nchini ni kwamba rais wa shirikisho la soka upande wa wanawake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FECOFOOT, Jean-Guy Blaise Mayola amehukumiwa kifungo cha maisha jela kwa utakatishaji wa pesa.
utengenezaji wa nyaraka za uongo pamoja na ubadilifu wa pesa za shirikisho la soka duniani FIFA zilizotengwa kwa ajili ya maendeleo ya soka la wanawake na ujenzi wa vituo vya michezo. Uchunguzi ulibaini kuwa Mayola alitumia karibu dola milioni 1.3 za fedha za FIFA kwa manufaa yake binafsi na kutumia mtandao wa miamala ya kifedha bandia na rekodi za uongo kuficha ukweli huo. Sambamba na hilo, mke na mtoto wa Mayola wamehukumiwa kifungo cha maisha jela kwa kuhusika na makosa hayo, huku katibu mkuu wa Fekofutu Baji Mombo Wantete na mwasibu Raul Kanda wakihukumiwa kifungo cha miaka 5 jela kila mmoja. Kabla hatujapeperuka moja kwa moja huko Ulaya, twende kwanza upande wa pili wa Ziwa Tanganyika hapo Tanzania, ambako beki wa klabu ya Young Africans Sports Club Dickson Job leo asubuhi amefanyiwa upasuaji uliofanikiwa nchini South Africa kufuatia majeraha aliyoyapata kwenye mchezo dhidi ya Simba Sports Club. Job alipata majeraha wakati wa mchezo huo na kushindwa kuendelea kumaliza uwanjani. Kupitia taarifa iliyotolewa na afisa habari wa Yanga Ali Kamwe, amesema nahodha huyo amefanyiwa operation asubuhi ya leo na kwa mujibu wa madaktari hali yake inaendelea vizuri. Amesema hivyo Kamwe. Mashabiki na wanachama wa Yanga pamoja na Watanzania kwa ujumla wamemtakia nafuu ya haraka beki huyo muhimu wa timu hiyo anayefahamika kwa umahiri wake mkubwa uwanjani. Sasa moja kwa moja huko Ulaya kwenye ligi kuu ya mabingwa barani Ulaya ni kwamba leo timu 8 zinamenyana leo. Yaani tunakuwa na mechi 4. Ya kwanza kabisa mida ya saa 1:45 Bayern Leverkusen wanapambana vikali dhidi ya Arsenal the Gunners ya Kiomari Makelele Ozile. Na mida ya saa 4 hivi kamili Manchester City wanawapokea Real Madrid, timu yake Safari Al-Masdilwe. FK Bodo Glimt mida ya saa 4 hiyo itapambana na Sporting CP, na Paris Saint-Germain mida ya saa 4 hiyo watamenyana vikali dhidi ya Chelsea the Blues yake mchumbe wa mkulima na Fatuma. Matokeo ya mechi zote hizi tunayapata katika uchambuzi wetu wa habari wa hapo asubuhi. Na kwenye tetesi za usajili barani Ulaya ni kwamba klabu ya Arsenal inapanga kumsajili kiungo wa Ujerumani Julian Brandt mwenye umri wa miaka 29 kwa uhamisho wa bure pindi mkataba wake na Borussia Dortmund utakapomalizika msimu huu wa kiangazi. Na vilabu vya Manchester United, Arsenal na Chelsea vinaonyesha nia ya kumsajili kiungo wa Uswisi mwenye miaka 20 Joan Mandambi anayekipiga katika klabu ya Freiburg. Juventus Turin, mabibikizee hawa wanafungua mazungumzo na Bernardo Silva. Klabu ya Juventus imeanza mazungumzo na kiungo wa Ureno Bernardo Silva wa Manchester City kuhusu uwezekano wa kuhamia Italia mkataba wake utakapomalizika akiwa na miaka 31. Hata hivyo anakabiliwa na ushindani kutoka vilabu kama Galatasaray na Inter Milan. Na ni hadi hapo ndipo inatia nukta kabisa katika ukurasa wa habari za michezo kwa siku ya leo. Bila shaka Omari Makele Uzile leo nilikuwa na mbwembwe kama za kwako vile. Asante sana Isaac Mlucha Ashibe, nimeona kweli mbwembwe zilikuwa ziko nyingi sana. Asante msikilizaji, endapo ndio unakuja kujiunga nasi, unaendelea kusikiliza uchambuzi wa habari za Radio Kivu katika mji wa Baraka kupitia masafa ya FM kunako mita banda 93.0. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Katika uchambuzi wetu wa habari tuangazie na habari za kule katika jimbo la Tanganyika ndani ya tarafa la Moba. Ni kwamba kwenye sherehe za sikukuu ya kimataifa ya haki ya mwanamke ambayo husherehekewa kila tariki 8 Machi ya kila mwaka, wa mama wa Fondation Christian Mwando wametoa shukrani kwa mwanabunge huyo wa taifa kwa kujitolea ili kufanyikisha sikukuu hiyo kufanyika barabara pa Moba. Mwenzetu wa huko Moba Isidoro Kashulwe na ripoti kamili. Kwa mama Fondation Christian Mwando wamemtolea shukrani pakubwa Mheshimiwa Christian Mwando Simba Kabulu kwa kujitoa ili kufanyikisha sherehe ya mama sikukuu ya kimataifa yake ya mwanamke ya tarehe 8 ambayo imesherekewa siku ya Jumatatu Machi 9 mwaka 2026 ndani ya matarafa ya Moba. Kwenye sikukuu hiyo mama wameahidi kuendelea kuambatana pamoja na Mheshimiwa Christian Mwando Simba Kabulu kufuatia moyo wake mama kufanyia watu wa tarafa ya Moba. Moja kwa mwingine wamesema tunakutanika hapa kwa sikukuu ya wamama dunia nzima. Ndio sikukuu yenye tuko nayo. Organization yetu tunashukuru kwanza kwa Papa Christian Mwando Simba kwa kazi kubwa aliyoifanya kwa ajili ya kusaidia wamama mjournée yao ya
kwa siku ya leo. Alitupatia vikwembe vya wamama, alitupatia mvinyo, alitupatia na vitu mambo mbalimbali. Na wazia hapa penye tuko msikukuu kabisa ya wamama. Ni shukrani ile tunapeleka kwanza kubwa aliyofanya kwa ajili ya watoto wake kama vile wamama wa teritwari nzima ya Moba. Na maendeleo ya huyu baba isikomazie hapa, izidi kuendelea. Sisi tutakuwa pamoja naye na yeye akwe pamoja nasi. Na wazia watoto bake bote banashukuru sana kwa jambo munene sana anayoifanya kwa siku ya leo. Sisi tulipenda tu kumshukuru kwa bienya anatufanyizia. Sisi tunamupigia aksanti sana. Matendo yenyewe anatutendea ni makubwa, haina tu kwa leo, hata na miaka iliyopita alitutendea mpaka hivi. Tunapokea bikwembe, tunabivala mlewi marsi msikukuu yetu ya bamama, tunavala kwa mzuri, tunapendeza, tunakunywa kona kaen verre de bout. Kwa hiyo mimi nilipenda tu kumshukuru na kushukuru Baba wa mbinguni apate kumuongezea siku mingi na azidishe pale kwa natoka, Mungu anamuongezea, abarikiwe siku ikuwe mingi ya kuishi dunia juu hata mwaka wenguya hata siku yenye kuya afanye bia hivi vya mzuri. Tunapiga asante sana. Area kutoa yapita area kupokea. Ba mama ba Fondation Christian Mwando shebote tuko tunampongeza na ba mama banasikia mzuri sana, banasikia bien. Nabaambia nabo tusimame buima na huyu mtoto wetu, miomba yetu, kaka yetu, tuwe naye hadi mwisho wa maisha yetu. Tutakuwa naye pamoja kabisa. Ba mama banasikia bien, ba Fondation tuko tunasikia mzuri sana. Kabla ya kusanyika kwa upekee, mama hao wamekusanyika pamoja na wamama wengine kwenye kusanyiko kuitishwa na idara ya jinsia ya jamii na mtoto ndani mwa tarafa ya Moba kusherehekea sikukuu hiyo. Kiripoti kutoka Moba, Isidoro Kashule, Radio Kivu. Asante sana Isidoro Kashule kwa ripoti yako hiyo. Hivi sasa ni habari za kitaifa. Ni kwamba ndege zisizo na rubani zimeshambulia katika mji wa Goma jimboni Kivu Kaskazini na kusababisha vifo vya watu watatu akiwemo mfanyakazi mmoja wa shirika la UNICEF. Kwa jambo hilo nchi ya Ufaransa na Ubelgiji zimelahani pakubwa kitendo hicho. Safara Limasidilwe na undani wa taarifa hii. Naam. Mji wa Goma, makao makuu ya mkoa Kivu ya Kaskazini, ambao kwa sasa uko chini ya udhibiti wa waasi wa AFC M23, umeshambuliwa na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hayo yamefichuliwa mapema Jumatano hii ya tarehe 11 Machi 2026 na viongozi wa harakati hiyo ya waasi ambao pia wanadhibiti maeneo makubwa katika mikoa Kivu Kaskazini na Kusini. Kulingana na taarifa ya awali iliyotolewa na waasi hao, watu watatu wamefariki dunia. Bomu lilipiga makazi ya watu katika mtaa wa Himbi karibu na Ziwa Kivu. Bertrand Bisimwa, ambaye ni mratibu msaidizi wa waasi wa AFC M23, ameilaumu serikali ya Felix Antoine Tshisekedi kwa kuhusika na shambulio hilo la ndege zisizo na rubani dhidi ya mji wa Goma. Pia amelalamikia kimya cha washirika wa kimataifa wanaohusika katika juhudi za upatanishi, akidai kuwa kimya hicho kinashuhudiwa wakati Kinshasa imeamua kuvunja makubaliano ya kusitisha mapigano. Wakati hayo yakijiri, ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umelaani vikali kuongezeka kwa ghasia zilizokumba jiji la Goma katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini mapema asubuhi ya Jumatano hii. Mashambulizi ya ndege zisizo na rubani yalidondosha mabomu katika mtaa wa makazi ya Himbi, yamesababisha vifo vya watu watatu akiwemo mfanyakazi wa misaada ambaye ni Mfaransa wa shirika la UNICEF pamoja na raia wengine wawili, na pia kuharibu baadhi ya nyumba za raia. Mratibu mkazi wa misaada ya kibinadamu Bruno Le Marquis katika taarifa yake kwa vyombo vya habari alieleza kuwa hali hiyo ni ongezeko la ghasia linalotia wasiwasi mkubwa, akikemea pia matumizi ya silaha na mashambulizi ya drone yanayoweka hatarini maisha ya raia pamoja na mfanyakazi wa Umoja wa Mataifa. Kaimu mkuu wa MONUSCO anatoa pole zake za dhati kwa familia, jamaa na wafanyakazi wenzao wa mfanyakazi aliyefariki pamoja na familia za waasiriwa wengine wa raia. Anapongeza kujitolea kwa weledi wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa wanaohudumia wananchi wa Kongo na anaonyesha mshikamano wake na watu wote walioasiriwa na kitendo hiki cha vurugu, imesema taarifa hiyo. Upande wa nchi ya Ufaransa hukubaki kimya kutokana na tukio hilo, ambako rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amethibitisha kifo cha mfanyakazi wa misaada wa Kifaransa aliyefariki aliyekuwa akifanya kazi katika shirika la UNICEF.
Kiongozi huyo wa taifa la Ufaransa ambaye pia anashiriki katika juhudi za kutafuta suluhisho la migogoro katika ukanda wa maziwa makuu ya Afrika ametoa wito wa kuheshimiwa kwa sheria za kimataifa za kibinadamu. Alikumbusha kuwa wafanyakazi hao wa misaada wanajitolea kuokoa maisha ya watu katika sehemu hii ya nchi ambako hali ya usalama na kibinadamu bado inatia wasiwasi na dhaifu kufuatia mapigano makali kati ya AFC M23 na wanajeshi wa serikali. Mfanyakazi wa misaada wa Kifaransa wa UNICEF ameuawa mjini Goma. Kwa familia yake, jamaa zake na wenzake kazini, ninatoa pole na mshikamano wa taifa la Ufaransa. Ninatoa wito wa kuheshimiwa kwa sheria ya kibinadamu na kwa wafanyakazi waliopo huko ambao wanajitolea kuokoa maisha ya watu, aliandika Emmanuel Macron kupitia mtandao wa X, zamani Twitter. Msikilizaji, tulikuwa nayo kwenye habari za kitaifa kwa siku ya leo. Shukrani sana Safari Alimasi Dilwe kwa habari hizo za kitaifa. Kule Burundi ni kwamba waziri mkuu wa zamani wa Burundi Generali Ale Guillaume Bunyoni pamoja na watu wengine 10 wameachiliwa kutoka gerezani kwa misingi ya kimatibabu baada ya kukaa jela kwa takriban miaka 3. Mengi zaidi naye Bukur Elias Daniel. Generali Ale Guillaume Bunyoni, waziri mkuu wa zamani wa Burundi pamoja na watu wengine 10 wameachiliwa kutoka gerezani kwa misingi ya matibabu baada ya kukaa jela kwa takribani miaka 3. Bunyoni alifungwa jela kwa makosa yakiwemo kudhoofisha usalama wa taifa, kuhujumu uchumi wa nchi, njama ya kumuua rais wa nchi, kujirimbikizia mali kwa njia zisizo halali na kumiliki silaha kinyume cha sheria, makosa ambayo amekuwa akikana mara kwa mara. Mnamo mwaka 2023 mahakama ya Burundi ilimhukumu kifungo cha maisha jela. Bunyoni alikuwa waziri mkuu kuanzia katikati ya mwaka 2020 hadi Septemba mwaka 2022, lakini alifutwa kazi baada ya Rais Evariste Ndayishimiye kuchukua hatamu za uongozi. Bunyoni ambaye ni mkuu wa zamani wa polisi na waziri wa zamani wa usalama wa ndani, nafasi yake waziri mkuu ilichukuliwa na waziri wa mambo ya ndani wakati huo Gervais Ndirakobucha, siku chache baada ya Ndayishimiye kuonya juu ya njama ya kumuondoa madarakani. Mbali na siasa pamoja na jeshi, Brigadier General Bunyoni anayetambuliwa na wengi kama anayependa maisha ya raha na hali ya juu kwa kumiliki mali za thamani kubwa kama vile nyumba kubwa, magari makubwa. Alikuwa mmoja wa watu waliowekewa vikwazo na Marekani vilivyowekwa dhidi ya utawala wa Pierre Nkurunziza kutokana na ukiukwaji wa haki za binadamu nchini Burundi. Mwaka 2017 serikali ya Burundi ilijiondoa katika wanachama wa mahakama ya kimataifa ya makosa ya jinai baada ya mahakama hiyo kutangaza kufanya uchunguzi wa makosa ya ukiukwaji wa haki za binadamu yaliyofanyika nchini Burundi kuanzia mwaka wa 2015. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Nini hapo ndipo naweka nukta uchambuzi wetu wa habari za siku ya leo. Nikushukuru msikilizaji kwa kuweza kunitegea sikio mwanzo hadi tamati. Vile vile sitakosa kushukuru jopo nzima waandishi habari wa Radio Kivu walionisaidia kuziandaa. Mimi ni Omari Makelele Ozile. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe usiku wa leo.